wanakwenda katika kipindi cha mapumziko ya FIFA break kwa michuano ya kimataifa katika mazingira ambayo nafikiri wameridhishwa na viwango vya wachezaji wao, wameridhishwa na performance ya timu kwa ujumla. Kwangu mimi nikiangalia naona wameimprove sana. Naona kabisa viwango vya wachezaji hadi muda unavyoenda na wenyewe vinaenda vinapanda. Hii inakuonyesha dhahiri kwamba wale Simba benchi la ufundi, kabineti nzima, nikiangalia kuanzia walimu wa viungo, walimu wanaofanya analysis, kocha mkuu Fadu, wanaonekana kuna kazi kweli wanaifanya pale na inaonekana. Kwa mimi nikitazama naiona timu imeimprove sana kulinganisha na msimu uliopita. Ni maeneo yapi ambayo naona yameboreka zaidi katika kikosi cha Simba? Maeneo ambayo Simba yameboreka zaidi na yameleta chachu ya timu yao kuwa na mafanikio katika mechi hizi za hivi karibuni za ligi kuu. Ukiwaangalia upande wao wa mbele, winga wa kulia, winga wa kushoto. Kwenye winga wa kushoto anapocheza Elie Mpanzu, winga wa kulia anapocheza bwana Kip Dennis. Ujio wa bwana Dese Mukwala pale kwenye namba 9 unamuona anaingia anafanya mambo. Wakati huo mtu kama Lionel Ateba unamuona naye anafanya vizuri kwa kiasi chake. Hiyo ni nzuri. Kwa mfano ujio wa mtu kama Dese Mukwala unamfanya Lionel Ateba asiwe na muda wa kulala, yaani muda wote awe macho, kwa sababu ni wachezaji wa aina mbili tofauti. Ninasema wote ni wachezaji wazuri ambao Simba inawahitaji, lakini ujio wake bwana Dese Mukwala na kufunga magoli hapa karibuni magoli 4 katika mechi 2 ama 3 zilizopita, unamfanya Lionel Ateba awe ana eneo la kuboresha. Mtu kama Ateba ana aina yake striker, jinsi anapocheza, ni mtu ambaye anamiliki vizuri eneo lake la mbele, ni mtu ambaye anaweza akacheza na idadi ndogo ya wachezaji mbele na bado akaweza kuhimili mikiki ya mabeki wenye nguvu wasumbufu, japo hakupatii magoli mengi, na hii inatokana na kwa sababu ni mchezaji ambaye ana asili ya kucheza pembeni. Nafikiri Simba ndio wamekuja wanampatia eneo la kucheza kati. Na kwenye ligi kama yetu ngumu, mabeki wanakamia, wanacheza kwa nguvu. Sio ajabu kumuona mtu kama Ateba atakuja na improve taratibu mpaka kuja kufikia kiwango cha upachikaji magoli unaoridhisha. Sina wasiwasi na hilo, lakini kwa kiasi kikubwa sana Simba wameimprove. Ukitazama ratiba iliyopo miongoni mwa michezo ambayo wanaenda kuicheza wakitoka FIFA break ni mchezo wa hatua ya robo finali kuna kombe la shirikisho barani Afrika. Umeweza kuzungumzia performance, uwezo wa wachezaji ambao Simba waweza kuonesha katika mechi 3-4 za mwisho. Hii ina maana gani kuelekea katika mchezo wenyewe dhidi ya Al Masry ambao nao pia wameonekana wakiwa katika kiwango bora katika ligi yao? Mimi nafikiri itakuwa mechi nzuri sana kutazama, na ndio mechi kwa kiasi kikubwa inakwenda kumpima kocha Fadu pamoja na mechi lake la ufundi. Kwa aina ya timu alionayo, alivyoweza kuijenga performance mpaka hapa ilipofikia ya timu nzima kwa ujumla. Angalia wachezaji wanaoanza na wachezaji wanaokuja. Mimi nafikiri yuko katika wakati mzuri wa kuonesha uwezo wake sasa, kwamba kama mwalimu. Tulikuwa tuna wasiwasi, alikuwa na timu mpya, lakini sasa hivi watu wameshaondoka na wamesahau kama timu hii ni mpya. Na mwalimu huyu ni mpya, ana miezi 6 kama sikosei kwenye kazi yake, au inaelekea 7. Sasa hivi watu wanaanza kumpima sasa kama mwalimu kamili ambaye anatakiwa aoneshe utofauti kulingana na walimu waliopita. Hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu ya kazi kubwa ambayo kaifanya yeye mwenyewe kutoka alikotoka. Nafikiri mimi nisingeshangaa kama mpaka dakika hii kocha Fadu angekuwa na timu ambayo bado anajitafuta, lakini sasa hivi usema ana timu ambayo inajitafuta. Ni timu ambayo unaiona imepata combination kwa haraka, ni timu ambayo unaiona ni moja kati ya timu hata kafu walitoa timu ambazo zina position nzuri uwanjani zinapocheza. Katika vilabu vitatu nafikiri Simba wamo katika kombe la shirikisho kulingana na performance yao walioonyesha kuanzia hatua za awali mpaka hatua za makundi. Kwa hiyo inakuonyesha jinsi gani Fadu mtihani anaokwenda kukutana nao dhidi ya Al Masry utakuwa ni mtihani ambao unakwenda kumfanya awe approved. Nasema approved kwa nini? Kocha Fadu anaonekana ni mwalimu mzuri, lakini historia yake nyuma inaonekana kama hakuwahi kuwa kocha mkuu katika timu yoyote aliyopita. Amekuwa msaidizi wa walimu wengi, amekuwa msaidizi wa Orlando Pirates, amekuwa msaidizi nafikiri Raja Casablanca, na sasa Simba wameamini kumpa timu. Nafikiri viongozi walikuwa sahihi, hawakukosea kumwamini. Pengine tukitazama sasa eneo la nyuma la Simba, kumekuwa na wasiwasi kubwa sana kumkosa Chifu Ndomaroni. Na taarifa za ndani zinasema kwamba
yawezekana kakaa nje kwa msimu wote mpaka msimu utakapomalizika kutokana na aina jeraha ambalo amekuwa nalo. Ukitazama mechi ambazo zilizopo mbele ya Simba bila Chifu Ndomaroni, kuna kitu ambacho Simba anaenda kukimizi katika eneo lake la ulinzi? Simba tumezungumza maeneo ya mbele na nimezungumza eneo la nyuma, ilikuwa kwa ajili ya kusia. Simba hata wakati anacheza Chifu Ndomaroni bado eneo lao la nyuma la ulinzi lilikuwa lina vitu vya kukuu. Bado walikuwa wanacheza, lakini kulikuwa kuna misunderstandings zinaonekana baina yao kati ya kucheza yeye na kati ya Shemalon Fondo na Abdulrazak Hamza. Kama ulikuwa unaona umepitia michezo iliyopita hasa ya kombe la shirikisho, kuna makosa mengi ambayo aligharimu Simba alikuwa yanatokana na yeye mwenyewe. Fondo Malo ni mchezaji mzuri, lakini nafikiri katika msimu ambao watu walikuwa wanamtegemea sana aoneshe uwezo mkubwa ulikuwa ni msimu huu, na mpaka dakika hii mimi naweza kusema kiwango chake alichokionyesha ni 50-50. Sioni kama itakuwa tatizo kubwa kwa Simba kuweza kuziba pengo lake. Labda nikimtizama Fondo Malo ni aina ya uchezaji wake anapocheza, ni aina ya beki ambaye anaonekana kwenye ile safu ya ulinzi wa Simba, hasa wale mabeki wanaocheza nafasi ya kati, yeye anakuwa amewazidi kasi, ni mwepesi wa kuweza kurudi kuyafuatilia matukio na kusawazisha makosa. Lakini pia vile amekuwa ana kasoro ya kufanya makosa mengi ambayo yanakuwa yakigharimu Simba. Wachezaji ambao wanakuja kucheza sasa hivi katika nafasi yake wanakuwa kama wanataka kufanana wote. Kuna uzito fulani wanakuwa wanao. Lakini bado sio tatizo kubwa sana. Mimi nikiangalia muhimili wa Simba mkubwa kwangu mimi kwenye nafasi ya ulinzi mpaka kwenye namba 6. Muhimili wao mkubwa ni kwa goalkeeper. Mfumo ambao wanaochezesha Fadu Simba unamtegemea sana Kamara wewe kiwanjani. Nimejaribu kuangalia Salim wa Kidaka, nimemwangalia kocha mwingine, kipa mwingine yule ambaye ameingia na mechi ya juzi, nafikiri nani Hussein Abeli, wana tatizo la kuwa na ukipa wa kizamani. Bado kucheza kwenye mguu inakuwa shida. Ukimwangalia mtu kama Kamara, kwa nini nasema yeye anaweza ikawa pengo? Ni rahisi sana kuziba pengo la Sheikh Fondo Malo kuliko la Kamara, kulingana na mfumo na jinsi Simba wanapocheza na mfumo wa Fadu. Kamara amekuwa ni mtu sahihi sana ambaye anaweza kutafasiri mbinu za Fadu kuanzia chini wanapoanza kujenga mashambulizi yao na jinsi wanapoanza kutoka kwa eneo la chini kwenda katikati kwenda juu. Mtu muhimu sana amekuwa ni golikipa Kamara. Hata Simba wanapokuwa hawana Kamara, nimekuja kugundua kwamba kuna vitu wana struggle. Wanapotoka wamekuwa wazito sana kuclear mipira ambayo wanapokuwa wanafuatwa. Bahati nzuri naweza nikasema kwao, toka Kamara umie, hakuna mchezo mgumu wa ngazi ya kimataifa kama huo Al Masry wanaokwenda kucheza. Ndio maana watu wameshindwa kutumia makosa ambayo yametokana na uzito wa Simba wanapokuwa wanapoteza ile mipira juu kuja kukava eneo, kwa sababu aina makipa ambao wamekuwa wakiwatumia baada ya Kamara kuumia ni wazito kwenye kutoka na kuclear zile nafasi ambazo makosa ambayo yanakuwa yanatokana na sehemu ya kiungo au walinzi. Kwa hiyo naona kabisa kwamba kumkosa Shemalon Fondo kwa Simba sawa, ni mchezaji ambaye amezoea kucheza yeye na Abdulrazak Hamza na ana utofauti yeye na Abdulrazak Hamza. Huyu mmoja mzito kidogo, huyu mmoja mwepesi. Hawa wawili watakuwa wazito, lakini kama Kamara atakuwepo itakuwa rahisi kwenda kupitia makosa yao na jinsi ya kuwapanga namna ya kucheza. Kama unavyojua mechi kubwa za kimataifa huwa ni namna gani mnataka kucheza. Sio mechi ambazo unaweza mkacheza kwa kujiachia kama unapomwona Simba anapocheza kwenye ligi. Kwa hiyo kwangu mimi naona sioni kama pengo la Fondo Malo litakuwa kubwa kama jinsi ambavyo Kamara atakosekana. Na ukitazama safari ya Simba sasa mara baada ya FIFA break, unaiona safari ya Simba inatakiwa iweje kuelekea mchezo wenyewe mkubwa dhidi ya Al Masry? Maana ni mchezo ambao ni wa kutazamwa zaidi kuliko mchezo mwingine uliopo mbele ya Simba. Simba sasa hivi, kwanza kabisa nafikiri wachezaji wanakwenda national team, nafikiri wanakuwa kufanya mazoezi na wanakuwa wanakabiliwa na michuano, wanakwenda kwenye ushindani, wanaweza wakawa wana uwezo wa kwenda kulinda viwango vyao. Kikubwa Simba wanatakiwa walinde viwango vya wachezaji ambao watakuwa wanabaki, ambao hawajaenda national team. Huwa kuna nafasi kubwa sana wachezaji wanaokuwa wanabaki kuruzi na kuharibu programu yote ambayo mwalimu alikuwa ameitengeneza na kuanza upya. Kwa hiyo nafikiri Fadu awe makini sana na wachezaji wanaobaki nao kwenye kikosi, kuendelea kufanya mazoezi, kuendelea kujenga walimu wa viungo, kujenga utimamu wao kimwili, kuwaandaa kwa ajili ya kushindana, kwa sababu michuano hii ni migumu. Unaweza kutegemea unakwenda utakuwa na Kagoma, lakini unashangaa unakwenda kwenye michuano Kagoma anapata majeruhi. Unatakiwa umtumie mchezaji mwingine tofauti na Kagoma. Sasa kama utakuwa unatofautiana fitness na utimamu wa kimwili,
maana yake ni kwamba utapata matatizo pale utapokutana na timu ngumu, sababu utamtumia mchezaji ambaye haendani na wale wachezaji ambao wanaanza kikosi cha kwanza. Kwa hiyo sasa hivi Simba wana kazi kubwa kulinda viwango vya wachezaji ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa. Hilo ndio kubwa ambalo Simba anatakiwa zingatie. Okay. Na umezungumzia ubora wa baadhi ya nyota wa Simba ambao wameonyesha katika michezo ya mwisho ya ligi kuu soka Tanzania bara. Tumeweza kuzungumza kinagobaga na ukasema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo Fadlu Davis amefaulu ni kuitengeneza timu pamoja na kuibua viwango vya baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawaoneshi. Kwa hiyo ule msemo wa mashabiki wa Simba kwamba bado wanatengeneza timu, sasa hivi wanatakiwa kufutika na sasa hivi wa focus kuangalia mechi na kupata matokeo tu pekee, watu wasiamini kwenye kutengeneza timu, na timu imeshapatikana tayari. Timu imepatikana, lakini inategemeana katika michuano unaoshindana kina nani. Kwa kiwango kikubwa Simba wameimprove, nasema hivyo, lakini unaangalia kwenye ligi ya nyumbani kuna Dar es Salaam Yanga African, kuna Azam, kuna Singida, kuna Tabora, wanaonekana na timu bora na wenyewe na timu nzuri. Kwa hiyo pamoja na kwa tunasema Simba wanatengeneza timu na kuwasifu kwamba wamekuwa na timu ambayo imeonekana imeimprove, imeficha ule usemi wa kuonekana wanatengeneza timu, wanaonekana kama ni watu ambao wamekaa zaidi ya msimu mmoja pamoja, lakini bado haitoshi kusema kwamba timu unaweza ukamlaumu mwalimu inapofikia mahala labda imekosa taji la ligi au imefanya vibaya, imeshia robo finali, imepichana shirikisho. Bado unatakiwa ujue kwamba unashindana na wapinzani ambao ni wagumu, ambao wamejiandaa kwa muda mrefu pengine kuliko klabu ya Simba. Mimi naweza nikasema kwamba kwa nini namsifu Fadlu? Namsifu Fadlu kwa sababu ni kazi ngumu sana kuweza kuitengeneza timu ndani ya miezi 3, 4, 5 kufikia kiwango ambacho Simba inaonesha. Wachezaji wengi wamekutana, bado hawajakaa kwa muda mrefu, wanahitaji kusomana ni aina ya mchezo gani anacheza mwenzangu akipita huku nipitishe mpira wapi, anacheza staili gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio maana mpaka leo unaona mpaka sasa hivi ukimwangalia Fadlu pale mbele bado hajajua namba 9 anacheza nani. Sio kusema wale wachezaji wanaocheza mbele ni wabovu. Nimekuambia mchezaji kama Ateba ni mchezaji ambaye anaonekana kwa muda mrefu katumika kama winga kwa pembeni, mchezaji wa pembeni. Lakini kocha Fadlu anataka kumtumia mchezaji wa kati na bado kafanya kazi nzuri kuliko watu wanavyoamini. Watu wanaamini kwamba kwa sababu ana magoli 8 basi wenyewe wanataka kumhukumu kupitia magoli. Lakini mimi nikiangalia jinsi ambavyo Simba inapocheza, muhimili wake mkubwa mwanzo ulikuwa unatengenezwa na Ateba. Ateba akatumika sana kuifanya Simba ifikie kiwango kilichonacho leo. Kabla Simba hawajaimprove sana kwenye position wanaoicheza leo hii ukiwatizama, walikuwa wanategemea muhimili wa Ateba. Kipindi hicho ukiangalia Simba walikuwa wanapungukiwa namba 10 mwenye uwezo wa kuscan, kuendesha, kuchezesha timu. Alikuwa wana aina ya namba 10 ambayo wanawapatia magoli, lakini kushiriki kwenye mchezo, position na kuchezesha wengine alikuwa bado. Lakini unamuona Ateba alikuwa akitumika. Kwa hiyo watu wasisahau wakasema kwamba Lionel Ateba ni mchezaji ambaye labda kaonekana hafai. Hapana, ni mchezaji mzuri, anaendelea kuitumia nafasi ya kati ambayo kwake inakuwa kama ni ngeni. Siwezi kujua kabla hajaenda klabu aliyotoka nafikiri ya Algeria, labda alikuwa anacheza namba 9. Lakini baada ya kwenda Algeria alipelekwa pembeni. Kwa hiyo unapomrudisha kumtumia katikati, maana yake ni kwamba ni lazima kwa muda mrefu, na wachezaji anaocheza nao pia vile wanatakiwa wamjue ni aina gani ya mipira tuitumie, kwa sababu ana utofauti yeye na Desemukwa. Mukwala unamjua, ukimwangalia vizuri kama unauelewa mpira unamwona ni aina ya mchezaji ambaye anajua kushambulia eneo. Anajua kushambulia eneo la mwisho ili akaikute mipira ya kufunga. Hata kama anakosa magoli, namna anavovamia ile mipira inayoingizwa ndani, namna ambavyo anapovuma kwa walinzi, unamwona kabisa huyu ni aina ya mtu ambaye ni mfungaji asili. Kwa hiyo huwezi kumfanisha Desemukwa na Lionel Ateba. Wachezaji wote hao wana uwezo mzuri, lakini wanatofautiana aina yao ya uchezaji. Kwa hiyo nikijaribu kuangalia, ndio maana nakwambia Simba pamoja na kuwa umeimprove sana kiuchezaji, kitu ambacho watu wengi hawakutarajia, lakini huwezi kumhukumu kocha Fadlu kwamba labda kwa nini umetolewa robo finali na Al-Nassr, kwa nini hujachukua ubingwa wa Tanzania bara. Tunatakiwa tuendelee kuheshimu taaluma za watu. Tunasifu kiwango cha Simba na aina ya mpira wanaocheza sasa hivi. Hasa ukiangalia kwamba ni timu ambayo imekutana muda gani. Sio wachezaji tu. Kumbuka mpaka benchi la ufundi lile ni jipya. Ndio maana tunamsifu kocha Fadlu. Hatumaanishi kwamba Simba ana timu bora kuliko timu zote zinazocheza kombe la shirikisho. Hatumaanishi Simba ana timu bora kuliko timu zote zinazoshiriki ligi. Kulinganisha na historia ya Simba kuonekana kwamba walikuwa wanaanza kutengeneza timu hii msimu huu, ndio maana tunatoa sifa na credit kwa Fadlu kwamba kafanya kazi kubwa sana kwa muda mchache.